na sisi kama wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans hatutakaa kimya katika kukemea katika hili swala. Tutakemea kadri tuwezavyo. Yeye kama Wallace Karia, kama rais wa mpira wa miguu hapa nchini, tulitegemea tutapata haki kutoka kwake, lakini paka sasa hivi kwa kauli aliyoitoa juzi imedhihirisha dhahiri kwamba Young Africans haiwezi kupata haki kupitia rais na kamati zake. Hili sisi kama matawi ya Yanga Dodoma kupitia hili alilolisema, hatuna imani na Rais Karia na hatuna imani na bodi na taasisi zote anazosimamia chini yake, kwa sababu kama yeye kiongozi mkubwa wa taasisi katoka na kutoa kauli ya namna ile, kwanza kushtumu Young Africans, kushtumu viongozi wetu tuliowaweka kwa mujibu wa katiba, hili swala hatutakaa tukalichekea hata siku moja. Na hili ajue kabisa, wana Yanga Dodoma, matawi yote zaidi ya matawi 50, hatujakubaliana na kauli yake, na atuombe radhi kwa kutukosea wana Yanga, atuombe radhi kwa kukosea mpira wa nchi hii. Abaende Somalia. Sahihi kabisa. Kwa sababu tukisema kwamba ametukosea sisi tu, huu mpira unaharibiwa wa nchi hii. Kanuni, sheria na taratibu zilizowekwa kuongoza huu mpira ndio zinazotakiwa kusimamiwa. Zimekanyagwa. Yeye kama baba au msimamizi wa hizi sheria na kanuni zilizowekwa, alitakiwa atoke na akemee viongozi wake waliozikanyaga hizi taratibu. Yeye anatoka na kuwakingia kifua. Kuna nini nyuma ya hili jambo? Hilo ni moja. Swala la kuahirishwa hii mechi lilianza kuzungumzwa kabla ya Machi 8. Yaani kabla hii mechi haijachezwa tarehe 8. Tetesi zilishaanza kwamba hii mechi itaahirishwa. Je, anahusika katika hili? Kwa sababu kwa kauli yake ya juzi inaonekana anatetea kitu ambacho kilishaanza kutengenezwa kabla ya tarehe 8. Hili jambo wana Yanga wa Dodoma hatulikubali. Tunamuomba Wallace Karia aombe radhi mashabiki wa Yanga, aombe radhi wana michezo wa nchi hii, kama anataka huu mpira uendelee kuwa na heshima katika nchi hii. Tunamheshimu sana, tunaheshimu mambo mengi aliyoyafanya mazuri, sio kwamba hamna mazuri aliyoyafanya, yapo. Lakini swala hili alipolifanya hatukubaliani nalo hata kidogo. Tunamuomba na tunahitaji atoke hadharani aombe radhi. Aombe radhi kwa alichokifanya na kwa kauli aliyoitoa. Kwa sababu hiyo ndio iliyopelekea kutokuwa na imani na vyombo vyake vyote vinavyosimamia mpira wa nchi hii. Ni uombe uongozi wangu chini ya rais wetu mpendwa Engineer Hersi Said kupitia barua na andiko walilolitoa, msimamo wa klabu na msimamo wa kamati tendaji. Kamati tendaji tuliichagua sisi pale. Huu ndio msimamo wetu sisi wana Yanga Dodoma na wanachama wa Dodoma, kuwa hii mechi sisi hatutaicheza tena. Na tunamuomba Engineer Hersi Said kwa heshima kubwa pamoja na kamati ya utendaji waitishe mkutano mkuu ili kulijadili ajenda hii moja. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mpira wa Tanzania umekuwa na mambo mengi sana. Nadhani toka sakata hili limeibuka kumekuwa kunasema mambo mengi kwamba itaingia siasa, itawabembeleza. Kuepusha haya yote, siasa, sijui hekima, tuliweka taratibu za nini kama tunatumia busara? Kweli, hata kuna nini? Basi mpira uongozwe na busara tu, haina haja ya kuweka kanuni na taratibu. Kama tuliweka kanuni na taratibu na zikapitishwa, wote tuzifate.
nchi zinazoendelea. Tunataka kufikia level ya timu kama Al Ahly, mashirikisho makubwa kama yale. Tendeni haki bila kuangalia huyu ni Yanga, huyu ni Simba, huyu ni Mtibwa, huyu ni Ken Gold. Mnataka kusema ndugu zangu, je, Yanga angekuwa anacheza na Ken Gold alafu ikatokea situation leo, Yanga asingepewa pointi 3? Kwa nini inashindikana kwenye hili? Kwa sababu ni Simba au kwa sababu viongozi wetu wakuu wenye maamuzi ya mpira hapa nchini wana vinasaba na hizi timu? Tunapowapa dhamana, tunapowepo heshima ya kuongoza huu mpira wetu Tanzania, tunajua hatuwezi kupata mtu ambaye hana ushabiki na timu hizi mbili. Lakini naamini tukisimama kwenye weledi, viongozi wetu wakisimama kwenye weledi na kusimamia sheria ambazo zimewekwa, ili swala ni jepesi sana. Lakini kiongozi mkubwa anatoka alikotoka, cha kwanza tu anashuka airport, anaanza kuonyesha yuko upande gani. Asiongelea viingilio. Watu wametumia gharama kubwa. Wadhamini wa mpira wameingiza pesa nyingi za maandalizi ya timu hizi. Mechi ile ni kubwa sana Afrika Mashariki na Kati. Watu wamelipia matangazo kwa ajili ya mechi ile. Lakini leo kiongozi mkubwa anayesimamia mpira nchini anatoka na kusema majibu mepesi tu kwamba kama nyewe Wasafi wachafu. Kama ni wachafu, kwa nini wewe unaruhusu uchafu? Kwa sababu kama ni wachafu na wanaendelea kuwepo na wewe unawakubali, ni kwamba na wewe ni mchafu. Na tuambie uchafu wa viongozi wetu ni upi? Asituongelee mafumbo. Sisi tuliona udhuri na usafi wa viongozi wetu tukawachagua. Kabisa. Yeye ameona uchafu. Atuambie Wanayanga, viongozi wenu wana uchafu 1, 2, 3. Asitake kuahirisha na kutupangia tarehe ya mechi nyingine kwa sababu ya kusema tu ni wachafu. Hilo jambo hatukubaliani nalo. Kama ni wachafu, labda ni mchafu yeye na taasisi yake, Familia yake. Mimi kwangu nadhani kwa niaba ya matawi ya Young African Sports Club Dodoma na kwa niaba ya wanayanga wote wanaoipenda Yanga nchi nzima, tushikamane katika hili kudai haki yetu. Nikwambie ndugu yangu mwandishi, hili swala tunaanza hatua kwa hatua, hatuwezi kwenda. Ndio maana hata klabu yetu ambapo haikuridhishwa na uahirishwaji wa ile mechi, ilitoa barua na ikaipeleka kwenye vyombo husika. Baada ya kutoka hii, sisi tunachokisema hapa, tunamuomba Rais Karia atoke afanyaje? Aombe radhi ndani ya masaa 72. Sawa Hilo ni moja. Kama atashindwa kufanya hivyo, tutachukua hatua zaidi ya hii. Tuna uchungu na hii klabu. Ni hatua zipi? Sio lazima hatua ambazo zitachukuliwa ni pamoja na hizo. Ikionekana kwamba kuna uhitaji wa kuchukua hatua hizo, tutafanya. kwanza ajiuzilishe. Ikiwezekana hata kwenda mahakamani, tutafanya hivyo. Kwa sababu hili swala sio la mchezo. Tunachokisema, tunasema habari ya vitu ambavyo tunavifanya kwenye klabu. Mwekezaji anaweka pesa nyingi. Sasa hivi klabu yetu wanachama wanalipa ada zao, wanachangia. Leo mtu mmoja anatoka, pesa ambazo zimetumika kuandaa hiyo mechi kutokana na wanachama, mtu anatoka tu anatoa majibu ya kejeli na kuzalau viongozi ambao tumewaweka. Hili jambo halikubaliki. Yeye anataka heshima, aanze kujiheshimu yeye. Yanga tukacheze sinema kweli. Wakati tumeandika barua na imeenda kwenye sehemu husika, Rais amekuja na hiyo kauli. Ukumbuke hivi vyombo vinasimamiwa na Rais. Na unapokuwa kiongozi mkubwa wa taasisi ambao kuna watu chini yako, kauli yako ni sheria. Unawapa wakati mgumu kuitekeleza. Kwa hiyo mimi nikwambie mzee wangu, msimamo wetu ni kwamba hatuna ibani na bodi,
ya ligi. Basi. Lakini sasa kwa kauli aliyotoa pia Karia, tunakosa imani na vyombo vyake, kwa sababu yeye inaonekana ni chanzo cha hayo yote. Nadhani nimejibu hapo. Karibu. Naam. Zimeandikwa. Nenda karifai kwenye ile barua. Sisi hatuna jipya hapa. Kila fursa nitakayoiona. Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ukishakuwa na sauti basi wewe unaweza kuwa star. Macho Media, thamani kwa wote.